Hapa ni SNS, mimi naitwa Frederick Bundala, nipo na DJ Sma pamoja na Henry Mwinuka, wana jambo lao linaitwa Zinduka Africa, na hili Fikra Zinduka. Naam. Kuna ile ramani ya Afrika basi na mimi naiongezea mumo. Fikra Zinduka. Naam. Oh, interesting. So naona ni event hii ya mara moja au kwanza tuanze kwenye jina lenyewe. Ni kitu gani hiki? Fikra Zinduka, naweza nikasema pia kwanza imezaliwa hapa SNS. Yeah. Ni katika mtoto wa SNS. Ni mtoto wa SNS katika kijikuu sasa. Ina kwa kijikuu kwa sababu mtoto ni fuse huyu kijikuu. Kwa hiyo wanaita wenzetu wanasema ni mtoto ambaye ni mama ambaye bado anaendelea kuzaa. Yes. Kwa hiyo ni katika tulivyokuwa tunakutana hapa tumejadili mambo mengi. Tunafahamu kwamba sisi ni Pan-Africanist, tunapenda Uafrika na tulisha kugusia hivi vitu, na sasa hivi ndo kipindi ambacho naamini kinahitajika zaidi uzalendo kwa Afrika, kama alivyosema kwenye makala kwenye ile part iliyopita kwamba tunaingia kwenye Scramble of Africa 2.0. wa Afrika tusipokuwa makini tutakuwa ni wahanga, na tukiwa makini tutakuwa tuna nafasi ya kujidefend kwa sababu tunaona kinachokuja. Kwa hiyo Fikra Zinduka asili yake ilikuwa ni decolonizing the mind. Kutoa tunafahamu kwamba tulipita katika ukoloni wa kimabavu physical ambao ulikuwa ni wa minyororo na mijeledi na vitu kama hivyo. Tukatoka huko tukapewa uhuru wa kibendera, lakini tumebakia na ukoloni wa aina mbili ambao mpaka sasa hivi tunapambana nao. Wa kwanza ni ukoloni wa kiuchumi. Tumetengenezewa mifumo ambayo mpaka leo sisi ni tegemezi kwa wenzetu, lakini mbaya zaidi, na ili tuendelee kubaki kwenye ukoloni wa kiuchumi, kuna ukoloni wa kifikra ambao ndo huo sasa inakuja decolonizing the mind, kuondoa ukoloni wa kiakili. Na siku tulikaa tuka brainstorm sana mimi na ndugu yangu Henry mpaka kufikia, baada ya kupitia aina majina kadhaa, Fikra Zinduka. Kwa hiyo tunazindua fikra, na tulishaianza, tulitengeneza makala na Henry ambaye ndio hivyo decolonize, akaelezea kwa undani kabisa mifumo. Yani hii sasa ndio inakwambia, ukisikia kwamba leo hii bado tumetawaliwa kiakili, ili uelewe tumetawaliwaje. Sasa ndio unapewa the ABCD ya jinsi gani ambavyo bado tumetawaliwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni mada ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Ikaja idea kwamba hichi kitu kiwe endelevu, tunakigeuza kwa jukwaa, na tunaanza bahati nzuri tuna uhusiano mzuri sana na The Russian House. Nikaenda kuongea na Mr. Alexander, katupa ukumbi pale kwa sababu ya kufanya swala letu pale. Kwa itakuwa ni tarehe 17, ila jina Fikra Zinduka mwezi huu. Okay. Yes. Kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Kwa hiyo kwenye jina ndo asili yake ilitokea kwenye decolonizing the mind, na asili ni SNS na GPS. Yeah. Kwa hiyo imeenda imezaa, imekuja kwenye fuse. Kwa hiyo tunatengeneza jukwaa. Kwa hiyo kwa ufupi nilielezea hivyo, nimwache na Henry pia. Kwa hiyo wazungumzaji mtakuwa ninyi. Naam. Okay. Okay, format itakuwaje sasa? Format itakuwa kwanza ni ya presentation, yani kufanya wasilisho. Kwa sababu unajua unapomwambia mtu kwamba tunataka kwa sababu sisi tulikuwa yani ukoloni tunauchukulia physical, kwamba si waliondoka, walitutawala, walikuwa wana wafosi baba zetu wakaondoka. Kwa hiyo sasa hivi tuko huru. Tuko huru physically, yani kimwili, kifizikia, kimili, si ndio? Kimazingira hivi, lakini hatuko huru kifikra. Kwa hiyo kwa sababu wao walitengeneza program maalum kabisa, wakafanya na uwekezaji mkubwa sana kuhakikisha kwamba wana uwezo wa kututawala hata wakiwa mbali. Hiyo ni yani sisi tunakuwa kama ni robot, kwamba akielekezwa nenda huku anaenda kushoto, fanya hiki anafanya hiki, asipofanya hiki manake yule ambaye anamuelekeza ana uwezo wa kumfanya chochote. Kwa hiyo hiyo kutawaliwa kifikra
ni hatari sana kuliko hata mtu ambaye anatawaliwa kimwili na kimazingira lakini fikra zake hazijatawaliwa. Huyo ana uwezo wa kujikomboa kiurahisi. Kwa hiyo kinachotokea Sky, manake ni kwamba Afrika inazidi kwenda kwenye shimo zito sana kutokana na kutokuelewa kwamba hawa watu wanatumia mbinu zipi. Na kimsingi tukiwasilisha au tukikutana pale Russian Cultural House tukazungumza na wengine, wanaweza akawa wamefuatilia yale mazungumzo yangu mimi na Sma tulioyafanya ambayo yako kwenye YouTube channel ya DJ Sma, wanaweza wakaona. Nafikiri wengi ukisoma hata comment wanasema tumefunguka, kwa sababu kuna vitu vingi tumevizungumza ambavyo Mwafrika vimefichwa makusudi kuhusu Mwafrika. Lakini vile vile, yani kwa kifupi, ni kama historia ya Mwafrika ni historia inayoanza na ukoloni. Na kabla ya ukoloni, Mwafrika alikuwa ni mtu wa hovyo kabisa, asiye na chochote, ni katika jamii ambayo ni yani ya hovyo, isiyo na akili, hopeless kabisa, ni jamii ya Waafrika. Ndicho ambacho kimetengenezwa na kimekaa. Na hapo Mwafrika akawa robotized, yani tukafanyiwa sasa maroboti wa kifikra. Kwa hiyo chochote tunachokiwaza sisi tunakiwaza kutokea kwa wale waliotutawala wakati wa ukoloni. Kwa hiyo tunajaribu kuona namna gani hatuwezi yani Afrika haiwezi, kwa mimi, kwa mtazamo wangu Sky, na kuambia kwa umri wangu nilionao sasa hivi ambao I'm almost heading kwenye 40 huko, naweza nikakuambia for sure kwa kile ambacho ninakishuhudia hawa watu wamekistructure, tusipokitanzua hicho hatutakaa tuendelee kamwe. Yani tutakuwa kuna mtu mmoja anajitokeza anapambana hapa, wanamuondoa, wengine tena mnakuwa mnaendelea kushangaa wanaendelea. Lazima jamii sehemu kubwa iweze kuelewa bomu limetegewa wapi, tuende tukalidetonate, yani tulitegua hilo bomu, halafu ndo tuendelee na maisha yetu. Kuendelea na maisha wakati hili bomu limetegwa huku na muda wote linamlipukia yoyote, ni kujidanganya. Kwa hiyo tunachokifanya ni hicho, na tunafanya free kabisa, hakuna fedha, kwa sababu sisi tunaona kwamba tuna wajibu sisi kama Waafrika, kama Watanzania. Ukishajua jambo ambalo wewe hata kama ulilijua kwa gharama, lakini una wajibu kwenye jamii kuwafahamisha na wengine. Kwa hiyo sisi tumejitolea na ndugu yangu Sma tupambane. Of course na Sky pia umekuwa ukitusupport, tunakushukuru sana toka mwanzo. Na hata hii idea nakumbuka tulivyozungumza mwanzo, wewe pia ulifurahia, ukasema hiki ni kitu kizuri, tukitafutie namna ya kukifanya. Lakini nature ya maudhui ya GPS ni kujadili geopolitics, sio kujadili vitu ambavyo haviko moja kwa moja kwenye geopolitics. Kwa hiyo ndio maana tulikuwa tuna struggle tunaweza kuichomekea wapi. Kwa hiyo kimsingi tunawakaribisha sana Watanzania na watu wengine wote, wadau mbalimbali, waje tarehe 17 mwezi wa pili mwaka huu pale kituo cha kitamaduni cha Urusi. Kwa wale watu wanaotaka kufahamu, kiko karibu kabisa na hospitali ya Aga Khan au shule ya Al-Muntazil ambayo iko Upanga pale barabara ya Sea-View Tanzanite Bridge. Ukisogea hivi kama unakuja kwenye roundabout pale ya Aga Khan, basi ni karibu na pale tu. Ukiuliza Russian Cultural House au kituo cha utamaduni cha Urusi, unafika pale. Tujadili, tueleze historia iliyofichwa ya Mwafrika, maajabu Mwafrika aliyoyafanya toka ulimwengu huu umeumbwa. Maajabu mengi, vitu vingi yeye ndo alivianzisha Mwafrika, lakini leo hii tumetengenezwa kuona kama sisi hatujui chochote. Kila kinachotoka nje ndo kizuri, vinavyotoka kwetu havifai, tunajiona hatuna akili na vitu kama hivyo. Kuna muda mpaka tunapanda lifti hatujui aliyetengeneza pia ni Mwafrika. Mnasema uchawi wa mzungu, kumbe ni uchawi wa Mwafrika mwenzetu. Kuna traffic lights hizi tunapita kila siku kwenye mabarabara dunia nzima. Tunapita, traffic lights zinaturuhusu tusimame tuende mbele, lakini kumbe aliyebuni ni Mwafrika, ni mtu mweusi. Ila sisi tunaamini GPS, security camera, simu hizi, smartphone hizi ni watu weusi wametengeneza. Hizi nini tunazungumza, bando sijui data, ni watu weusi. Mambo ni mengi sana. Kwa hiyo tunawakaribisha waje tuweze kuuncover ukweli, kwa sababu tusipoandika historia yetu wenyewe, tusitegemee mtu mweupe atakuja kuandika historia yetu na ya kutufavor sisi.
historia mara nyingi Hitler leo anaonekana mbaya kwa sababu alishindwa na watu walioshinda ndo wakaandika historia na waliamua wamuandike vipi. Unaona, mwisho wa siku angeshinda yeye pia, pengine historia ingekuwa pia tofauti. Kwa hiyo sisi sasa hivi tunatakiwa kuandika historia yetu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tunaamini ni mwendelezo wa kujikomboa kifikra, na kimsingi ni wajibu wetu kama Waafrika kujikomboa kifikra, then tunaanza sasa kwenda kwenye nyanja za kiuchumi na maeneo mengine. Yeah. Interesting. Maana cha kuongezea ni kwamba sisitizo moja ya vitu vya muhimu kabisa ambavyo viko mule ndani, na Henry alivielezea vizuri sana, ni kwamba kwa nini Waafrika tumenotice kwamba hatupendi kujua historia yetu. Kwa nini hatupendi kujua mambo yetu? Kwa sababu kila unaposikia historia ya Mwafrika ni kwamba alishindwa, alifeli, alikuwa na hivi. Tumeandaliwa mabaya, failure za Mwafrika. Kwa hiyo kila unaposikia, hata katika historia zetu tunazofundishwa shuleni, katika shule zetu sisi wenyewe, ni failure, inafikia kipindi huna hamu ya kujua historia yako. Lakini ukisikiza za mzungu unasikia yani achievement. Christopher Columbus kafanya hivi, Dr. Livingstone kafanya hivi, ziwa linaitwa ziwa Victoria, sijui, unapewa achievement. Kwa hiyo unakuwa una hamu ya kujua historia na teknolojia ya mzungu. Sisi ya kwetu huna hamu ya kujua kwa sababu inakudepress. Sasa hivyo ndo vitu utakuja kujua na utapata elimu, utaanza kupenda kujua achievement za Mwafrika. Na kwa kweli kuna vitu vya msingi sana kama alivyosema. Cha kwanza ni bure. Tarehe ni 17 mwezi huu, mwezi wa 12. Muda naomba itakuwa juma ngapi hiyo? Jumanne. Yes. Siku ya Jumanne saa 8 mpaka saa 10. Yes. Tusisitize sana, tunataka kwenda na muda. Yani saa 8 kamili itakuwa presentation ya 1 hour. Alafu baada ya hapo tutaruhusu maswali. Kwa hiyo kutakuwa kuna interaction nzuri sana ya pale. Kwa hiyo tunaomba tusisitize sana swala la muda, na watu wawai, kwa sababu ule sio uwanja wa Taifa kwamba ni pakubwa sana. Yes, kwa hiyo sehemu space iko limited. Kwa hiyo ukichelewa sana unaweza kujikuta au umesimama ile kama kwenye daladala. Kwa hiyo tunisisitiza swala la muda, it's free. Hivi ndio vitu ambavyo tunaweza tukafanya kwa sababu ya kujenga uzalendo wetu iliyo bora. Na okay, sawa. Nadhani hakuna cha kuongeza hapo. Cha msingi, madini yatashushwa siku hiyo. Hapa wamekuja tu kukujuza ili na wengine pia mko mna hamu ya kukutana na hawa mabwana, piga picha, kufanyaje, sio hiyo? Of course. Kwa hiyo tarehe 17 tafadhali saa 8 mpaka saa 10 keep time, ili uweze kukombolewa kifikra na fikra zinduka, au sio? Tutakutana siku hiyo, tutasikiliza madini ya ndugu zangu. Unawajua kwamba ni watu wa aina gani, au sio? So hadi wakati huo tukiendelea kupiga jaramba kurudi kwenye GPS, tutakutangazia, lakini hiyo ni ishara kwamba tayari tunakaribia kulianzisha tena. Na by the way, ili watu kama wanataka kupata taswira ya kitakachoongelewa, hii tumeshairekodia makala part 1 yako kwenye YouTube channel ya kwangu. Wanaweza wakaingia wakayakuta pale wakati tunajiandaa sasa. Siku hiyo ndo nondo zimeandaliwa. Henry utamkuta kwenye ubora wake siku hiyo. Jua vizuri. Yani huko usimguse kabisa. So hadi wakati huo, Frederick Bundala, DJ Sma, Henry Menuka, kwa heri. Kama umependa unachokisikia, unaweza ukashare na mwenzio na yeye azidi kufaidika. Lakini kama ndo mara ya kwanza unamfollow DJ Sma 255, bonyeza subscribe hapo. Alafu jiunge kwenye WhatsApp channel ili wewe unapata taarifa zote za link zote za makala ya DJ Sma yanapokuwa yanatoka. Ila vile show your love, show your support, ili Fuse zidi kufanya makala mengine, tuzidi kuelimishana. Gharama ni nyingi, tuzidi kuboresha Fuse. Nachoweza kusema is one love. Namba hii hapo. Mwana Fuse, kuwa wa mwanzo kupata makala zote za DJ Sma zinapotoka. Ni rahisi, link zote za makala hutumwa kwenye WhatsApp channel ya DJ Sma 255. Subscribe upate makala yote yanapotoka. Njia ya kwanza ni kuscan hii QR code. Tumia kamera yako kuscan hii QR code. Itakupeleka kwenye WhatsApp channel, alafu bonyeza subscribe. Au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda kwenye hii namba.
andika message niunge kwenye channel, utapokea ujumbe wenye link. Bonyeza hiyo linki, itakupeleka kwenye channel, bonyeza subscribe. Utakuwa unapata makala yote ya DJ Sma za zamani na mpya kila zinapotoka. Vile vile DJ Sma nipo TikTok, nipo Twitter au X, Threads, kote natumia DJ Sma 255. Fuse by DJ Sma inawezeshwa na wewe mwana Fuse. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji. Tuma mchango wako kwa namba +255 0764124124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Sma, one love. DJ Sma. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.